wewe hayo maisha unayoishi ni mkopo. Kumgeuka sasa. Acha maisha hayo ya ulezi, acha zinaa wewe, acha maisha ya wizi, maisha machafu. Geuka. Shetani anataka kunyonge usifikie hatima yako, ufe ukiwa kijana. Ndio ajenda ya shetani, ndio ajenda ya shetani. Anasema hao wasio mcha Mungu wao hufa ungali vijana. Ayubu sura ya 21 mstari wa 23 mpaka 25. Ayubu sura ile ya 21 na ule mstari wa 23 mpaka 25. Biblia imesema hivi: mmoja hufa katika nguvu zake kamili, mwenye kukaa salama na kustarehe, vyombo vyake vimejaa maziwa na mafuta ya mifupani mwake ni laini. Mwingine hufa katika uchungu wa roho, asione mema kamwe. Huu ni msiba wa ajabu. Mbona? Anasema hivi, kuna watu wawili, mmoja huwa wanakufa katika nguvu zake kamili, mwenye kukaa salama na kustarehe, na vyombo vyake vimejaa maziwa na mafuta, mifupani mwake ni laini. Mbona? Mwingine anakufa katika uchungu wa roho, asione mema kamwe. Kwa hiyo duniani hapa kuna watu aina mbili wanavyokufa. Kuna mtu anayekufa anasema akiwa na nguvu zake, halafu anasema akiwa amesarehe, mbona vyombo vyake vimejaa maziwa, amebarikiwa, mwisho ni mwema. Lakini kuna mwingine anakufa akiwa na uchungu moyoni, yaani mpaka anapoondoka duniani ni huzuni, mpaka kwenye kijiji ni huzuni, kwenye ukoo. Anasema wale nakufa bila kuona mema. Hiyo ndio ajenda ya shetani. Anataka ufe ukiwa katika uchungu, ukiwa umekuwa mzigo kwenye familia, bila kuwa na mema yoyote. Ndio ajenda ya shetani. Point. Kwa hiyo tunaona ajenda ya shetani ni kusababisha vifo vya mapema. Vifo vya mapema. Unakuta kwenye familia nyingi, unakuta watu hawafiki hata miaka 60 wanakufa kabla. Inawezekana ni shahidi kwenye familia yenu, nakuta mtu watu wanakufa wakiwa bado wana nguvu, wanakufa wakiwa bado vijana, yani wote, akifika miaka 50 ameishi sana, anakufa. Watu wanakufa wakiwa bado wana nguvu. Hiyo ni agenda ya shetani, vifo vya mapema, premature death. Lazima ivunjwe hiyo, na kazi ya kuivunja ni mmoja wapo amwe kuokoka. Wanaishi siku nyingi lakini maisha ya mateso. Kuna familia nyingine kweli wanaishi siku nyingi sana, lakini cha moto wanaipata. Yaani pamoja na kwamba mnaishi siku nyingi kwenye familia, lakini cha moto mnakipata. Maisha ya mateso tu. Unakuta mtu amefika miaka 70, 80, yaani maisha yake ni mateso tu. Hiyo ni ajenda ya shetani, kufa katika uchungu. Mhubiri sura ya 6 mstari wa 3 mpaka wa 4 anasema, mtu akizaa watoto 100 akaishi miaka mingi, hata siku za maisha yake zikiwa nyingi, lakini nafsi yake haikushiba mema, tena ikiwa zaidi ya hayo amekosa maziko. Mimi nasema heri mimba iliyoharibika kuliko huyo. Yani huja katika ubatili, huenda gizani, nalo jina lake limefunikwa giza kabisa. Umeona kwamba kuna mtu ana watoto, amezaa watoto 100, lakini unashangaa sasa, pamoja kwamba amezaa watoto 100, anasema hivi, anakufa maisha kwa aibu, anakufa maisha ya ajabu. Anasema yani hajaona mema yoyote kwenye maisha. Sasa mhubiri anasema ni heri mimba iliyoharibika kuliko mtu huyo, maana jina lake limefunikwa na giza. Hiyo ndio ajenda ya shetani. Umalize hivyo. Ndio ajenda ya shetani, umalize hivyo. Kweli umezaa watoto wengi kabisa, lakini sasa ona mwisho wako utakavyokuwa. Kwa maisha unayoishi kila siku ni kiguna njia kwenda kwa waganga, umekuwa mshirikina wa kutupa. Ona mwisho wako utakavyokuwa. Ila mimi nimeleta habari njema kukufunulia ajenda na mapenzi ya shetani kwa kujua mwisho wako. Utakapofahamu sasa kwamba utachagua